Lazima tuelewe hizi data itatusaidia kujua mahitaji ya watu, tahaddiati walizokuwa nazo, changamoto wanazo watu, vitu muhimu sana. Sasa wataalamu wetu hawa waliowekwa na makatibu wetu hawa, ile jopo la makatibu kuongozwa Sheikh Musa Al-Ahmed, vitu vingi sana wameviona, na anapokuja kuniambia wananiambia mimi naongezea vingine, sababu leo lazima ijulikane kuna vijiji vingapi na vina maimamu wangapi, vina masheikh wangapi. Je, Uislamu huko kule? Je, wanaswali? Ujue msikiti unaoswaliwa na usioswaliwa, unaoswaliwa Ijumaa tu, hiyo utaipata katika kitu kinaitwa kanzidata. Kwa hiyo kitu hiki kinachoitwa kanzidata, mambo ya kisasa. Mashirika yote, watu wa maeneo yote wana kitu kama hicho. Sikwambii waheshimiwa watu wa serikali, wao ndio zaidi, sisi tumeiga kutoka kwao. Kwa hiyo naweza mkaona mbona hatuambiwi mambo ya kuhiji, mambo ya nini, tuambiwa kanzidata. Hija kila siku inazungumza bwana kwenye hotuba, kwenye nini, kwenye mawaidha, kwenye redio, kwenye mitandao, kwenye maglobo, kwenye ma-TV. Wamesharuka masheikh wanagomba kuhusiana na masuala ya hija, masuala ya swala. Sisi tunazungumza masuala ni hayo, hija, swala na nini, na kanzidata ni kitu sawa sawa tu, sababu lazima Waislamu waeleweke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajua watu wake na akitafakadi hali zao, mpaka inajulikana fulani leo siku ya 3 hajamuona msikitini. Sio jambo dogo hilo, na wanatumwa wajumbe hasa kwenda kumtafuta mtu yule. Ni kipi kilichomzuilia kuja kusali jamaa? Lakini wanaoona mbali wanaelewa kwamba ili kuwa na mfumo wa utambuzi wa shughuli za madrasa ambao ndio msingi wa dini ya Kiislamu, ni lazima kuwa na ufuatiliaji wa karibu. Huwezi kufanya ufuatiliaji, huwezi ukafanya tathmini kama hujafanya hatua ya utambuzi. Kwa hiyo kupitia kanzidata hii tutakuwa tumezitambua, tumezibaini, tumezisajili. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi kuzifuatilia madrasa zetu ambayo ndiyo chemchemu ya elimu ya dini ya Kiislamu. Kubwa ninaloliomba kama mratibu na mkurugenzi wao kwa sasa ni ushirikiano. Ni kuweza kunipa ushirikiano ili niweze kupata taarifa zao sahihi za mahali walipo na masomo hayo wanayofundisha. Changamoto nyingi sana kabla ya uzinduzi, kwa sababu kwa mfano mojawapo ni mwalimu wa madrasa kuna kati anaweza akazigishiwa kosa ambalo yeye hajalifanya.